إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم آمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. بسبب الإيمان بعد أن تؤمن الله جل وعلا kumsalia alayhi salatu wassalam na kuhusiani pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani wamefaulu wale ambao ndio wenye kumwogopa Allah jalla wa ala. Inna lilmuttaqina mafaza, kwa hiyo kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hao ndio ambao wamefaulu na kufanikiwa. Inna lilmuttaqina lahumul janna, akawale kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah atawaingiza katika nguvu yake. Ndugu zangu kwa imani, tupo katika hutuba za Ijumaa, ndio ambazo Uislamu unakumbushana mambo mbalimbali yanayohusu dini yao, yale mazuri waweze kushikamana nayo na yale mabaya hawawezi kujiepusha nayo. Fa inna tadhkiratun al-mashru'iyya, hakikasimu ninavyo ni ukumbusho kila wiki, ukumbusho ambao unapasa Muislamu kurejesha katika maisha yake ya kila siku ili awe miongoni mwa watu ambao wanafaidika na kutuba hizi za Ijumaa. Ayo la hivyo, umma wa Kiislamu ni umma ambao Allah subhanahu wa ta'ala khatalahu aliwachagua, ni umma ambao ubainifu wake ni umma ambao maelekezo yake yako wazi. Lakini kwa mtihani umekuwa mkubwa, umma wa Kiislamu kwa asilimia kubwa ulipoteza mwelekeo baada ya kuacha maelekezo yanayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata maelekezo yanayotoka kwa baadhi ya watu, jambo ambalo lisababishia umma huu wa Kiislamu wacha mwelekeo na kupoteza mwelekeo. Lakini pia baada ya hapo maelekezo ya watu yakawa ndio dini katika dini hii ya Uislamu. Maana yake ni kwamba bid'a ikapata nafasi na ikaenea katika umma wa Uislamu. Ni ugonjwa ambao athari yake ni kubwa, ni ugonjwa ambao mtihani wake ni mkubwa, kwa sababu katika mambo wanayofanya Uislamu min umurihi al-yawmiyya, katika mambo yake ya siku nzima anayofanya Uislamu
ni wachache sana katika Uislamu ambao katika yale mambo yao ya kila siku wanayofanya ataepukana na bid'a. Ima katika swala waweza kuingia katika bid'a, ima katika mambo yanayomzunguka katika jamii katika bid'a. Kwa hiyo wanakuwa bid'a ndio mwongozo katika umma, na umma umeacha mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake ni kwamba kuna umuhimu mkubwa jambo hili, hata kama atazungumzwa mambo, lakini jambo hili lisisahaulike, kwa sababu athari yake ni kubwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, lakini pia katika maneno ya Mtume sallam na aqwali ya ulama, ni jambo ambalo limehadharishwa na anaogopewa mhusika wake kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ili ufahamu kwamba ni jambo kubwa, Mtume sallam katika khutba alipokuwa anafanya hata khutba ya Ijumaa alikuwa anasema maneno ambayo tunasema, alikuwa akisema amma ba'd fa inna ahsana alhadith kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shara al-umur muhdathatuha. Na shari ya mambo ni yale yenye kukutwa. Hii au haya mazungumzo ni mazungumzo ya Mtume katika kila hotuba, utangulizi wake ulikuwa ndio huo. Kama inajulisha kwamba jambo si jambo la lemano kama umma wa Kiislamu unavyoangalia, kwamba katika ada ya mukaddima, utangulizi wa hotuba ya Ijumaa aliyokuwa anafanya Mtume, hakukosa kusema fa inna kulla muhaddathatin bid'ah. Kwa nini? Kwa sababu jambo hili hatari yake ni kubwa. قال أحد من العلماء قيل فضيل بن عياض رحمه الله تعالى، amesema mmoja wa ahli ilmu, inasema alizungumza Fudayl bin Iyad rahimahullah, akizungumza akisema inna al-bid'a ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Bid'a, dhambi ya bid'a inapendeza zaidi kwa ibilisi kushinda maasi mengine. Maana yake ibilisi anapenda watu watende, watu wafanye katika bid'a, anafurahi zaidi kuliko mtu akifanya uzinzi, anafurahi zaidi kuliko mtu akiwa mlevi, anafurahi zaidi kuliko mtu akifanya maasi mengi katika dunia. Kwa nini? Kwa sababu fa inna al-ma'siyah yutabu, maasiya mtu ni wepesi kufanya tauba, fa inna al-bid'ah la yutabu, lakini bid'a mtu afanye tauba. Kwa nini maasiya mtu anafanya tauba? Kwa sababu anapofanya zina anajua kwamba hii ni zina, kwa sababu anapokunywa pombe anajua kunywa pombe ni haramu, anapofanya miamala ribawia, miamala ya riba, anajua kwamba riba ni haramu. Kwa hiyo siku katika masiku anaidhiriki nafsi yake, wayatubu ila Allah, na anatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini anafanya bid'a, maana yake anafanya dini, maana yake anamwabudu Allah, maana yake anajikurubisha kwa Allah. Utamwambiaje afanye tauba wakati anajikurubisha kwa Allah? Utamwambiaje afanye tauba wakati anafanya apate malipo mbele Allah? Kwa ni jambo ambalo stara yake ni jambo ambalo kule kufunga kwake ni kwa hatari zaidi, kwa sababu anayefanya nia yake anataka kujikurubisha kwa Allah na apate malipo mbele Allah. Sasa kusema kwamba hii ni bid'a ya tubili ni jambo liko mbaya, ni jambo liko mbaya, ni jambo liko mbaya, ndugu yangu. Kwa hiyo Mtume sallam alifanya juhudi kubwa kufanya ubainifu, lakini pia maulama walifanya juhudi kubwa kubainisha jambo hili. Sasa sisi ambao tumekuja baada, tena zama zenyewe ambazo hali ni ngumu zaidi kuliko zama zile zingine, thumma qasat qulubu billah, zama ambazo watu wake nyoyo zao zimekuwa ngumu, kadiri wanavyobainishiwa kwamba hii sio njia ya sawa,
huu si usawa, ndivyo unavyozidi. Yani kadri watu wanapoambiwa hii ni bid'a, ndivyo wanavyoiboresha hiyo bid'a, ndivyo wanavyoipamba hiyo bid'a, ndivyo wanavyoinua hiyo bid'a. Madhali pamoja na hivyo, haitakikani sisi tuweze kuchoka katika hili. Juhudi zifanyike za kina na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyata wa salam. Lakini jambo la hatari, ni jambo la hatari kwa sababu linatafuna matendo. Hadithi sahihi katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, ambayo Mtume sallam anatufahamisha juu ya jambo hili la bid'a. Lidhalika Aisha radhiallahu anha, An-Nabii alayhi wasallam anasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa. Katika riwaya ya Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, yule mwenye kuanzisha katika dini yetu hii, yani dini hiyo, jambo ambalo halimo ndani ya dini hii, maana yake Uislamu haukulifundisha, Uislamu haukulitolea maelekezo, kwa huwa rabbi, hilo jambo atarejeshewa, hilo jambo lake atarejeshewa. Na anayezungumza maneno haya ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Yule mwenye kuanzisha katika dini yetu hii jambo ambalo kwenye dini hii halikuwa ni dini, jambo lililofundishwa ndani ya dini hii, fahuwa radd, na atarejeshewa. Anaanzisha, lakini ikaja anayefanya kilichoanzishwa. Katika riwaya ya Muslim, man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa radd, mwenye kutenda tendo ambalo tendo hilo analolifanya halipo ndani ya dini yetu hii, atarejeshewa. Ndugu yangu Muislamu, hatari iko wazi ndani ya yake. Atarejeshewa, ile ulitenda utarejeshewa. Na muda ule ambao unatenda ulipwe. Mlipaji hata kulipa, bali atakurejeshea. Atakurejeshea kile ulichotenda, atakurejeshea. Sasa kama malipo ya waja muallaqun bil amal, yamefungamanishwa na matendo ya waja, yani vile unavyotenda ndivyo utakapolipwa. Alafu miongoni mwa matendo uliyofanya ambao unatarajia ukalifu, unarejeshewa. Maana kama umetoa pesa yako imeruka patupu. Maana kama umetoa muda wako umeruka patupu. Maana kama umefanya, maana kilichofanya kimeruka patupu, kwa sababu umepaja na kurejeshea. Na huo muda unasubiria katika mizani kila hasanati, katika ile mizani ya mema yako, unasubiria ulilolitenda liwe ni msaada kukuepusha na moto, ili uingie katika pepo ya Allah. Hili ulilotenda unahitaji liwe ni msaada na mlipaji na kurejeshea. Unajua, kwa sababu wimbo wa bid'a, unajua, kwa sababu mambo ya bid'a yamekuwa ndio kama dini. Hata yale makemeo na tahadhari katika dini watu wamefasirika nayo, kwa sababu bid'a imekuwa kama ndio dini, kwa sababu bid'a ndio ambayo watu wengi wamo, kwa sababu bid'a ndio ambayo watu wengi wanafanya. Yani yale makemeo ndani ya Uislamu yamefutika, yani yale makemeo na maoni hayaonekani. Alafu pia utakapoyasoma watu wanaanza kukuona wewe ni mtu umetokea wapi. Maana watu wengine hata kwenye hutuba mkati wa mtume wanaoporomosha hawataki kusikia, kwa sababu ndani yake kuna kitabu. Kwa hiyo hutuba zinaendelea mpaka twende, hutosikia fa inna kulla bid'atin dalala, hutosikia basi.
Kwa nini unasikia? Kwa sababu hiki anachokisema kinamuumiza. Kwa vile kinamuumiza, pamoja kwamba ni utangulizi wa mtume, miaka yake aliyoishi kwenye hutuba za Ijumaa, lakini kuna katibu umri wake umeishi hajawahi kuisoma hutuba ya mtume katika mimba. Hajawahi kusoma utangulizi aliokuwa anatumia mtume katika mimba. Hajawahi kusoma. Umri wake unaishi hajawahi kusoma. Kwa nini? Kwa sababu utangulizi si unatakiwa, na yeye hataki kusajili. Hiyo ndio hali yao. Ndugu zangu katika imani, lazima hili jambo lizungumzwe. Lazima hili jambo lisiache kusemwa. Lazima hili jambo lisiache ubainifu kwa sisi, lakini pia kwa kizazi kinachokuja, kwa sababu watu watakapozembea hii dini itabaki kuwa ni bid'a. Yale mambo ya dini utahesabu. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa sallu min astaghfiruhu wa huwa al-barru al-karim. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Ndugu zangu kema, nakuhusieni kwa mara nyingine, pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani wamefaulu wale ambao ni wenye kumwogopa Allah jalla wa ala. Ayo hivyo, bid'a ni jambo la hatari ambalo umma wa Uislamu unalikana kufanya. Bid'a ni jambo la hatari ambalo umma wa Uislamu unalikana kufanya. Katika hadithi ambayo imetangulia, hadithi man hadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Al-Allama bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala alizungumzia hadithi katika kitabu al-Ibda fi mawdu'ati al-Ibtida. Alizungumzia hii hadithi akitufanyia ubainifu katika kipengele kwa kuwarafu. Katika kipengele hiki kwa kuwarafu alizungumza baadhi ya mambo ambayo mambo hayo yanatakana kuzingatiwa. Miongoni mwa mambo ambayo aliyazungumzia, alizungumza juu ya mafungamano wa aina miongoni mwa aina za ibada na kutoa ufafanuzi. Kama Muislamu ataenda kinyume na huo ufafanuzi, maana yake hilo analotenda litamrudisha, hilo ambalo analifanya atarudisha. Katika miongoni mwa mambo ambayo amezungumza, akasema fa kullu ibadatin muqtaranun bisababi, kila ibada ambayo imefungamanishwa na sababu, kila ibada ambayo imefungamanishwa na sababu, yani ibada fulani inafanywa kwa sababu fulani, na hiyo ibada imefungamanishwa na sababu fulani, la budda an yakuna mashru'a, lazima hiyo ibada iwe imewekewa sheria, hiyo sababu iwe imewekewa sheria. Yani hiyo sababu iliyofungamanishwa na hiyo ibada, lazima hiyo sababu iwe imewekewa sheria. Na ikiwa hiyo sababu itaenda kinyume na hiyo sheria, fasahibuhu mardudun alayhi, mtendaji wa hiyo ibada maana yake atarudishiwa. Yani ibada iliyofungamanishwa na sababu fulani, alafu hiyo sababu ikawa kisheria haikuthibiti hiyo sababu, hii ibada iliyofungamanishwa na hiyo sababu ambayo si sahihi, ibada hii itakuwa ni batili na mtendaji atarudishiwa hicho alichokuwa nacho. Kwa mfano, kwamba miongoni mwa mambo ambayo yanazungumzwa ambayo ni katika bid'a ni istifai ya Muhammad bin Nabawi, kusherehekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kuna ibada au kuna tendo, lakini sababu kulitenda hilo tendo ni kusherehekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
kusherehekea kuzaliwa kwa Mtume. Maana yake sababu iliyosukuma ni mazazi ya Mtume. Kwa hiyo kama sababu iliyosukuma ni mazazi ya Mtume, maana yake tunarudi katika sababu. Je, imethibiti kisheria kwa sababu hii kufanya jambo hilo? Utakapofuatilia nususi min kitabillah na sunnati rasulillah, hilo jambo linaonekana kwamba Mtume hakulifanya hivyo, wala Qur'ani haikutoa maelezo hayo. Maana yake sababu ya kwamba ikifika muda wa mtu kukua amezaliwa, ule muda ile tarehe ikifika watu wanasherehekea kuzaliwa kwake, Qur'ani na Sunna haikufundisha. Na ndio maana sisi Waislamu, hata wale Waislamu wa kawaida hawasherehekei siku ya kuzaliwa. Lakini wanaosherehekea siku ya kuzaliwa si Waislamu bali ni Wakristo. Ndio ambao wana sherehe ya wao wenyewe ya kuzaliwa, lakini pia wana sherehe ya Masihi ibn Maryam mwezi huu wa 12 ya kuzaliwa kwake. Lakini sisi Waislamu hili kwetu halipo. Baada ya kwamba kwetu halipo, maana yake kitendo hiki kilichofungamanishwa na sababu ya mazazi, ambayo sababu ya mazazi haina ushahidi kwenye Qur'an na Sunna, tendo hili likawa mtendaji wake hata atoe kalama mingi sanadisha. Atarejeshwa. Kwa nini arejeshwe? Kwa sababu iliyofungamanishwa sasa hivi. Na kwa vile sasa hivi tendo linakuwa ni batil, na kwa vile tendo ni batil anarejeshewa leo. Lakini pia akasema kullu ibadatin muqtaranun bizaman, kila ibada ambayo imekutanishwa na zama, pia hakuna budi lazima ni zama iwe imesihi kisheria, kwamba hii zama imeainishwa kisheria ndio muda wa kufanya hiyo ibada. Kwa hiyo Muislamu yote atakayefanya ibada nje ya zama yake ile ambayo imewekewa kisheria, nje ya zama yake ambayo imesihi kisheria, ibada hiyo itakuwa ni batil na mtendaji atarejeshewa. Kwa mfano, sala ya Ijumaa, muda wake ni baada ya zawadi ashaf, baada ya kupinduka kwa jua. Huo ndio muda maalum uliopewa kisheria kusali sala ya Ijumaa. Kwa hiyo sisi kwenye kituo hiki hatuwezi tukawafikiana tukaja kusali Ijumaa saa 5. Maana yake tukiwa tumeafikiana tukaja msikitini tukasali sala ya Ijumaa kwa kukamilisha hutuba za kibili, kukamilisha vigezo zake vyote, na tukaondoka tukaenda nyumbani, maana yake hii ibada ya Ijumaa marun ala sahibi, mwenyewe atarejeshewa. Kwa nini? Kwa sababu imekutanishwa na zama na yeye ameifanya nje ya zama iliyosihi kisheria. Imekutanishwa na zama na yeye amesali nje ya zama iliyosihi kisheria. Kwa vile amesali nje ya zama iliyosihi kisheria, marun ala sahibi, hii sala mnarejeshewa. Maana yake hamtolipwa kwamba mmesali sala ya Ijumaa. Kwa nini hamtolipwa? Kwa sababu mmekhalifu muda uliowekwa, hamkumtumia, mmetumia muda mwingine. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, utarejeshewa. Na ukirejeshewa maana yake hutolipwa, na kama hutolipwa maana yake unasubiriwa na adhabu. Unakabiliwa na adhabu. Lakini miongoni mwa mambo ambayo ametaja pia akasema kullu ibadatin muqtaranun biadadin, na kila ibada ambayo imekutanishwa na idadi, al-adad muayyan, idadi maalum, la budda yakuna mashru'a, lazima hiyo idadi iwe ipo katika mipaka ya kisheria. Ni kwamba kufanya tajawuz, kuvuka hiyo idadi, ibada inayofanywa iliyovuka idadi, ibada hiyo inakuwa ni batil, na kisha inakuwa ni mardudun ala sahibi, mtendaji anarejeshewa. Ibada yote ile iliyofungamanishwa na idadi, lazima idadi yake iweze kuzingatiwa, lazima idadi yake iweze kuzingatiwa. Kwa mfano kwamba salatu subuhi rakaa zake zimezibitiwa katika idadi maalum, nazo ni rakaa 2, nazo ni rakaa.
Kwa hiyo Muislamu hawezi akasema yeye ana uwezo au yeye ana nguvu, basi badala ya kuswali 2 basi kwa vile ameamka na nashati na uchangamfu yeye ataswali 4 au 5, ikisha akaziainisha kwamba hizi ni idadi ya rakaa ya swala ya asubuhi na akakamilisha rakaa katika mielekeo yake yote ya sheria inayohitajika. Namwambia umeswali swala ya asubuhi na, lakini swala hii ile swala ya asubuhi ni swala ambayo ni batil, sio swala sahihi. Kwa nini sio swala sahihi? Kwa sababu ibada ya swala ya asubuhi ni ibada iliyofungamanishwa na rakaa maalum na idadi ya rakaa maalum, na wewe wakati unaswali umevukisha idadi ya rakaa maalum, na kwa vile umevukisha idadi ya rakaa maalum maana yake umetoka katika mipaka ya kisheria, na kutoka katika mipaka ya kisheria maana yake ibada uliyofanya sio sahihi. Ibada sio sahihi. Kwa vile ibada sio sahihi, mardudun ala sahihi, unarejesha ibada yako. Na mfano wa hayo, kwa tukizungumzia hatari ya bid'a, hatuimaanishi kwamba tunazungumzia kitu lele mama, tunazungumzia jambo linalomgharimu mtu fi dunia wa fil akhirah, katika dunia yake lakini pia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu ukifanya kinyume na sheria, tendo ulilofanya halitakubalika mbele ya Allah, na kama halitakubalika mbele ya Allah na wewe unahitaji yaliyokubalika mbele ya Allah, huoni kabisa kwamba umepata khasara. Mizani yako ya hasanati inahitaji jambo jema moja, jambo jema moja ili ikuokoe adhabu za Allah. Kila linalopekuliwa ni la bid'a na usharejeshewa, kila linalopekuliwa ni la bid'a na usharejeshewa, kila linalopekuliwa ni la bid'a na usharejeshewa, kila linalopekuliwa ni la bid'a. Yanaangaliwa ulufu mambo mengi, lakini ni ya bid'a. Mizani itagoma, na badala ya hukumiwa kwenda peponi na hukumiwa kwenda moto. Waliyadhu billah. Allah tukinge na hiyo. Ndugu zangu katika imani, nakuhusieni sana pamoja na kuhusiana sana. Ni jambo linahitajika litiliwe muhimu wa kina. Ni jambo linahitajika watu walifuatilie, walielewe. Ni jambo linahitajika kizazi kifundishwe, kielewe. Angalau kama hatutomaliza bid'a, lakini tutapunguza bid'a. Lakini pia kama hatupunguza bid'a, lakini sisi tusalimika mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia iliyonyoka. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Allah tunakuomba utuonyeshe haki na tupe uwezo na nguvu ya kufuata haki, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabahu. Allah tunakuomba utuonyeshe batil na tupe uwezo na nguvu ya kuepuka batil. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma salaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa na'udhu bika min sharri ma salaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anta al-musta'an wa ilayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah.